Heche kwa sasa anafanya kila linalowezekana kuhakikisha Lissu na familia ya Lissu haifanikiwi kumtoa Lissu mahabusu. Kwa nini? Kwa sababu Lissu anavyoendelea kubaki mahabusu, ndiyo misaada kutoka jumuiya za kimataifa, marafiki wa Lissu na marafiki wa Chadema, itaendelea kudhibitiwa na Heche. Kwa nini? Kwa sababu Lissu akiendelea kubaki mahabusu, ndio Heche ataendelea kujisimika kwa watu wake, kuweka watu wake ndani ya Chadema. Na ndio maana nikasema tunavyozungumza sasa hivi, Heche, Lema, Boni, Sugu hawazungumzi lugha moja. Kwa nini? Kwa sababu imebainika pasi na shaka kwamba Heche anatumia madaraka yake ya umakamu mwenyekiti wa Chadema, kwa sababu mwenyekiti wa Chadema yuko mahabusu. Kwa hivyo yeye sasa anajinufaisha, na anajinufaisha binafsi kupitia mapato ya fedha, anajinufaisha binafsi kupitia kujitengenezea nafasi ya uongozi, anajinufaisha binafsi kupitia kila fursa inayopatikana. Na ndiyo maana unaona anatumia nguvu kubwa sana kudhibiti jambo lolote litakalohakikisha Lissu anatoka mahabusu. Na nitatoa mfano. Nyinyi mnakumbuka jana mlimsikiliza dada yake Lissu anasema anatamani kaka yake atoke kwenye kesi. Anasema kaka yake yupo tayari kwa maridhiano. Ukisikia mtu anasema yupo tayari kwa maridhiano, maana yake anajua kuna makosa amefanya na kuna namna anataka kujirekebisha, kutengeneza jamii mpya. Sisi tunajua kwamba Lissu alifanya makosa, lakini kwa maslahi ya nchi, kwa maslahi ya siasa za nchi, ndiyo maana familia ya Lissu iko tayari kufanya maridhiano. Ndiyo maana baadhi ya viongozi wa serikali wapo tayari kufanya maridhiano. Lakini Heche, kwa sababu anafahamu maridhiano ya Lissu yatamfanya Lissu wafahamu kwamba huku nje katika miezi ambayo Lissu alikuwa mahabusu, Heche ameiba hela, Heche amejinufaisha na Lissu kukamatwa. Ndiyo maana Heche anafanya kadri anavyoweza kuhakikisha Lissu atoke. Nyinyi sisi tunafahamu kama swala la kukaa jela mpaka ufe ndio wanaharakati, mbona mama yake Heche alivyokamatwa alitoka kwa mguu mpaka kwa kamanda wa polisi wa Dar es Salaam kumlilia mwanae? Kama issue ni kukaa mahabusu ndio ujanja, kama issue ni kukaa mahabusu ndio wanaharakati, kwa nini mama yake Heche alikwenda kulia kuomba mtoto wake atoke mahabusu? Kama issue ni kukaa mahabusu ni ujanja, kwa nini ndugu zake Heche walikuwa wanalia kila siku wanaomba vyombo vya dola vimwachie Heche? Kwa nini kaka yake Heche Manchari aliomba ruhusa kazini akawa anashinda na ndugu yake Heche pale Mtumba kila siku ya Mungu? Maana yake nini? Maana yake kama mama yake Heche, kama kaka yake Heche, kama wadogo zake Heche waliona umuhimu kwa ndugu yao kutoka uraiani, ndivyo ambavyo ndugu zake Lissu leo wanatamani kesi yao itafutwe suluhu ya pamoja. Kama kaka yake Lissu anatamani watafute mjadala wa pamoja, hakuna upande umeshindwa, serikali haijashindwa, polisi hawajashindwa, DPP hajashindwa, wala Lissu hajashindwa, kuna shida gani? Kwa hiyo Heche nampa taarifa kwamba asitake kutumia madaraka yake ya kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema kumkandamiza mwenzake Lissu. Duniani viongozi namba 2 baada ya kiongozi wa juu kama Heche, jukumu lao namba 1 ni kuhakikisha viongozi wao namba 1 kama Lissu wakipata changamoto, jambo la kwanza kuhakikisha wanapata uhuru, wanatoka bila kujali wametokaje. Yaani mimi ndo ningekuwa Heche, ningehakikisha Lissu wanakuwa nje ili tupange mapambano. Utapambaje mapambano kupambana na serikali mwenyekiti wako yupo mahabusu? Heche bora sasa, angalau sasa angalia, ingekuwa afadhali kama Heche mwenyewe angekuwa smart enough, angekuwa na maarifa. Heche anaamini kwenye kufoka. Swala lilofika hapa saa hizi linahitaji maarifa. Inahitajika maarifa ambayo Heche angeyatumia kunusuru chama chake.
kwa sababu hana maarifa. Mwenyekiti wake yuko mahabusu, ndio maana leo hana hata mwenyekiti wa kijiji wala kitongoji, hana diwani, hana mbunge, kwa sababu ya uhaba maarifa. Lakini angekuwa na maarifa, asingekubali kuhakikisha anamkandamiza ndugu mwenzake. Nachukua nafasi hii kuiomba mahakama itoe onyo kwa Heche. Kitendo cha Heche kuzungumza mbele ya mahakama mambo ambayo amekuwa akiyazungumza hasa jana, kinaashiria kuingilia shtaka linaloendelea. Kama kila mtu angekuwa anaweza kutoa maoni yake kuhusu kesi yoyote inayoendelea Tanzania, pasingekuwa na uhuru wa mahakama. Mazungumzo ya Heche kuhusiana na kesi hii, sijui imefanywa nini, sijui imefanywa, lengo lake ni kutengeneza maoni, inaitwa kushape public opinion. Kama Lissu amekamatwa, ameonewa, sio yuko mahakamani? Kwani watu wote waliokamatwa mahakamani walishinda? Kesi ngapi serikali ilishtaki watu ikashindwa? Kama Lissu hajaonewa, si yuko mahakamani? Kwa kama utaki familia ya Lissu, utaki watu wanaotaka maridhiano, watafute suluhu ya pamoja bila upande wote kushinda, usiingilie mahakama. Usiifanye mahakama ilalamikiwe na jamii. Kwa sasa hivi unachokifanya Heche ni kutafuta nongwa. Heche anataka jamii ione mahakama inamuonea Lissu. Heche hataki kusema chochote kuhusiana na kilichosababisha Lissu akamatwe. Kila mtu amesikia kauli aliyosema Lissu. Kila mtu amesikia kwamba Lissu alisema nchi haitatawalika. Nini kilitokea tarehe 29? Nchi haikutawalika. Sasa hatutaki sisi kujadili kuhusu mavurugu, hatutaki kujadili kuhusu kauli, tunataka turidhiane. Tunapotaka kuridhiana, maana yake pande zote zimeona kuna mapungufu. Upande wa sisi tuliokuwa huru tunaona kwenye upande Lissu amekosea, na tunaona upande mwingine unatakiwa urekebishe mambo. Kama watu wakubwa wapo tayari kujadiliana, kwa nini Heche analazimisha kupata pesa kupitia Lissu kama abusu? Kwa hiyo nasema bila kupepesa macho kwamba ni kweli Heche ananufaika kwa Lissu kukaa mahabusu. Ni kweli Maria Sarungi wa Kenya ananufaika kwa Lissu kukaa mahabusu. Ni kweli wafanyakazi wa Maria Sarungi wanaoshinda mtandaoni au kina Mwaipaya, kina Hilda na kina Sativa na wengine wananufaika kwa Lissu kukaa mahabusu. Na ndio maana wanatumia kila aina ya propaganda, kila aina ya ushawishi wao kuhakikisha Lissu atoki. Lakini kama sio Heche kuzuia mjadala, kama sio Heche kuzuia maridhiano, kama sio Heche kuzuia mahusiano ambayo yanafanywa na familia ya Lissu, leo hii Lissu angekuwa uraiani. Lakini watu wanapozungumza wanatafuta suluhu kumnusuru ndugu yao, yeye hataki, kwa sababu Lissu akitoka uraiani yeye atapata wapi hela? Kwa hiyo nataka kumwambia Heche, moja, aache kutumia vibaya cheo chake cha umakamu mwenyekiti. Pili, aache kutumia viwanja vya mahakama kufanya siasa. Tunaiomba mahakama ichukue hatua ya haraka, itoe kauli kali dhidi ya Heche anayetumia viwanja vya mahakama, anayetumia kesi ya Lissu kufanya siasa. Mazungumzo yote kuhusu kesi kwa kawaida yanafanywa na wakili. Heche sio wakili, hawakilishi Lissu. Heche hamwakilishi mtu yoyote kwenye kesi ya Lissu. Heche ni makamu mwenyekiti wa Lissu. Lissu ana mawakili wake wanamfanyia utafiti na yeye mwenyewe anajitetea. Tunamsikiliza Lissu kwenye kesi yake. Kitendo cha Heche kutoka nje na kuanza kuongea, analazimisha watu waamini anachotaka yeye. Na hilo ni kosa la jinai. Kuingilia uhuru wa mahakama ni kosa la jinai.